Ni daraja moja kubwa la kuweza kuwavusha wananchi kutoka kwenye shida zile walizokuwa nazo kuelekea kwenye utatuzi wa zile changamoto. Kwa hiyo niwapongeze sana vyama vyetu hivi vikuu vya ushirika MAMCO pamoja na TANECU, lakini pia kwa kuimarisha vyama vyetu vya msingi AMCOS ambazo ziko katika wilaya yetu, na wenyewe vitakuwa na unafuu zaidi. Lakini ukija kuangalia na leo kuna vyama ambavyo vimesapotiwa kuhusiana na mabati kwa ajili ya kwenda kujenga magala yao, lakini na wengine wamepewa miundombinu, wamepewa laptops, mambo ya kisasa. Ilikuwa haya tunashangaa tu, pengine kuja kuona huyu ni mkulima au wakulima unafanya ile kazi za manyo tu kwa kuandika kwenye makaratasi, lakini vyama hivi vimeweza kuingia kwenye teknolojia sasa ya kisasa. Shukuru sana magari ya sisi tumejipanga vizuri, na magari yapo makisio yetu ni kuleta magari kubwa. Tumeanza kuyaleta magari 5 ili tujiridhishe namna gani tunaweza tukasimamia na yakafanya vizuri. Baada ya kupata matokeo mazuri tutaongeza magari 5 mengine, jumla itakuwa magari 10. Lakini kama nilivyosema, kununua kwa magari lengo kubwa ni kutoa huduma kwa wakulima. Wakulima ndio wenye ushirika na sisi tupo hapa kwa niaba ya wakulima wenzetu. Lakini licha ya hivyo, sisi wenyewe peke yake tuna biashara ya kusambaza pembejeo, tuna biashara ya kusambaza magunia, tuna biashara ya kutoa mizigo ya matajiri kwenye magala makuu kupeleka kwenye huko bandarini. Kwa hiyo ni biashara ambayo tumeiweka kwa mara mbili. Haitakuwa na changamoto ya kutafuta kazi ya kufanya kazi kwenye gari zetu. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, na nadhani tumeshatangaza zabuni na tenda ya kupata wahudumu ambao watakuwa wanahudumu kusimamia hizi gari. Ni kampuni ambayo tutaiandaa kwa ajili ya kutokuchanganya taarifa, itakuwa inajitegemea, gari zitakuwa na akaunti zake. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya biashara ya kisasa zaidi. Faida na hasara soko hili. Tukiona faida ziko nyingi kuliko hasara, tutaambia tuendelee nayo. Tukiona hasara ni nyingi hazinufaishi mkulima, tutalifunga soko hilo la hapa. Lakini tumewaambia tunataka kuona kama mtaendelea nao, kuwe na siku maalum na mahali maalum. Wale wenye vibali vya soko la awali tu ndio wafike pale, wafanye mjadala na wakulima, wakikubaliana bei wauze pale, na sio vilivyo sasa. Mizani zinasimamishwa kwenye mende, kwenye mkorosho, nyumba za watu, takwimu hazijulikani, ushuru hawalipi, na wengine wasio na leseni wanaingia kuvuruga bei ya korosho. Jina langu Omari Muhidini Amiri. Changamoto ya uzalishaji inaweza ikawa kubwa kutokana na, kwanza, kianzisho tunachopata cha pembejeo. Kianza chini tunapata pembejeo kwa wakati, na kilimo sasa hivi ukiangalia kinapanda kwenye zao la korosho. Lakini pia kwa hiki kilichotokea leo cha kutuletea usafiri kwenye vyama, tutapata fursa kubwa sana ya kuendelea kuzalisha kwenye MAMCO yetu, lakini pia hata AMCOS natakiwa tujifunze